sehemu ya 7. Itabidi niingie kwenye sehemu ya 7. Nilidhania kwamba nitamaliza kwenye ile sehemu ya 6, topic ya kuomba jinsi kupasavyo, lakini haijawezekana kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo Roho Mtakatifu wa Bwana amekuwa akinifunulia. Kwenye sehemu ambayo imepita nilikuwa nimetaja pointi ya mwisho ambapo nimekusomea kwenye kitabu cha Luka mlango wa 6 na mstari wa 12. Nakwambia Yesu alipomaliza masaa 12 akiomba, alikuwa anaomba ili apate mitume wake, na kati ya mitume wake alikuwa mtu ambaye anaitwa Yuda. Kwa hivyo Yuda, ukimwangalia kwa sura moja utamuona kwamba Yuda mbona ni mtu mbaya? Mbona Yuda alikuja kumsaliti Yesu? Lakini kwenye maombi ya Yesu alikuwa anaomba hata Yuda awepo, maana bila Yuda kwenye maombi ya Yesu, kazi ya Yesu ingekamilika. Ndio maana Yesu anapomaliza kazi yake anasema imekwisha. Ina maana chochote ambacho alikuwa ameandikiwa ili akipitie mateso yote, kusalitiwa, kufanyiwa nini, anasema yamekwisha. Lakini hayangeweza kuisha kama Yuda angekuwapo. Kwa hivyo kuna watu wengine ambao ni maandui zako, wapendi. Ni mtu ambaye ni andui kabisa, ukikutana na yeye na ufungiwe ndani ya ngunia, atakupiga kiasi kwamba anakuua. Ni andui yako kabisa, akupendi na hata wewe kukupenda. Lakini yule mtu kwenye njia yako, kwenye barabara yako ya mafanikio, kuna wakati atakuja akuwe msaada kwako. Either akiwa anajua ama akiwa ajui, yule mtu atakuwa ni kama mlango kwenye maisha yako. Ndio maana unaona kwamba unakutana na mtu anaitwa Daudi. Daudi anafaa kuwa mfalme, lakini ndio awe mfalme, kuna mtu anaitwa Goliati ambaye lazima akutane naye kwenye njia yake. Kwa hivyo kwenye maombi ya Daudi lazima aombe kwanza, ili afike kule amwambie Mungu, niletee Goliati ili nimpige niende kwenye hatua nyingine, kwa sababu ile hatua nyingine ama ile level nyingine aliyeibeba ni Goliati. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua ni maombi ambao watu wengi sio rahisi kuyaomba, lakini ujue kwamba kuna vitu ambavyo unahitajika uwe navyo, lakini havikai kwa watu unaowapenda. Kuna baraka zingine ambao zikai kwa watu ambao unawapenda, zinakaa kwa maandui wako. Nikakufundisha kuhusiana na mtu anaitwa Amani. Amani kwenye Biblia aliandika waraka ili Waisraeli wote wauawe. Lakini unashangaa kwamba yule Amani alikuwa amekaa kwenye position, kwenye nafasi ambayo kama mtu akimuondosha pale anakaa kwenye nafasi. Kwa hivyo kwa Mordekai, ili akae kwenye hicho kiti ama kwenye hiyo nafasi ambapo alikuwa kwa Amani, alistahili kwenye njia yake akutane na Amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwenye maombi ya Mordekai ilikuwa ni lazima aombe, amwambie Mungu, nikutanishe na Amani siku moja, ndio anipangie mabaya, ndio yale mabaya wangeuze kuwa mema kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maombi ya Yusufu ilikuwa ni lazima akutane na Potifa, akutane na mke wa Potifa na amsingizie, amwekee kesi ndio aende jela, akitoka jela aende kwenye utawala wake. Kwa Yesu ndio afike kwenye hatima yake, ilikuwa ni lazima akutane na mtu anaitwa Yudasi Iskarioti. Kuna vitu zingine ndio vipate, lazima ukutane na mtu fulani ambaye ni andui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Sasa kanuni nyingine ama namna nyingine ambayo itakusaidia ili kuomba kwa jinsi ikupasavyo, ndio nataka niisome hapa, ambao ni kwenye kitabu cha Isaiah 66 and verse 8. Maandiko yanasema, Sayuni alipoona utungu wake alizaa watoto wake. Kuna kitu nafaa kujua ili uombe kwa jinsi ikupasavyo na upate majibu yako, kwamba wakati ule Mungu anapokaribia kuachia majibu ama unapopata majibu, shetani naye mara nyingi huwa anaachianga silaha zake zote ili akupige, akudivert kutokana na majibu yako ama akukoseshe kile ambacho ulifaa kuwa nacho. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Sayuni alipopata utungu ndio wakati alipozaa. Wakati wa kuzalisha majibu ya maombi yako, kuna utungu ambao ni halali yako ambao utausikia. Maana shetani atakuwa ndio anaachia silaha zake, anaanza vita na wewe ili hakikishe kwamba hautapata kile ambacho unastahili kuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia
Kanuni nyingine ambayo itakusaidia ili uombe kwa jinsi kupasavyo, ili uombe kwa namna ambayo inakupasa, ni kuelewa jambo hili. Yesu kuna siku alitembea juu ya maji, lakini kabla hajatembea juu ya maji aliwaambia wanafunzi wake watangulie kwanza na atakuja baadaye. Anaposema atakuja baadaye, ujue lazima wapite kwenye maji ama juu ya maji ndio wafike kule ambako walikuwa wanastahili kwenda. Kwa hivyo mitume wake wameenda na Yesu anawaambia mimi nitakuja tu, nyinyi endeni. Baadaye wanakuja wanamuona Yesu anatembea juu ya maji. Maandiko yanasema ya kwamba walipoona Yesu anatembea juu ya maji wakaingiwa na hofu. Yesu akawaambia msiogope, ni mimi. Petro akamwambia Yesu, kama ni wewe mimi niite, nitakuja. Kile ambacho number one kilimpanya Petro Yesu atembee juu ya maji ni kwa sababu alipoenda kuomba kile ambacho kilitokea ni kwamba alikuwa mwepesi. Aliufua mwili wake ikawa anaweza akatembea kama roho, kama spirit. Kwa hivyo maombi huwa yanakufanyanga kuwa mwepesi. Ndio maana Yesu alienda kuomba kwanza ndio akuje kutembea juu ya maji. Maombi yanakufanyanga kuwa mwepesi kiasi kwamba utatembea juu ya matatizo yako, juu ya mateso yako, juu ya hizo shida ambazo zinakutesa. Maombi yanakusaidia uwe mwepesi ya kutembea juu ya maji, juu ya kitu ambacho kinatesa maisha yako. Ndio maana utaona kwamba kwa sababu Petro hakuwa ameomba, ni mtu mzito. Maandiko yanasema ya kwamba akamwambia Yesu, kama ni wewe mimi niite, nitakuja. Yesu akamwambia jo. Petro akaanza kutembea. Alipoanza kutembea, maandiko yanasema ya kwamba alipoangalia chini akaona mawimbi, akaingiwa na hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule uzito ambao Yesu alikuwa amemuondoshia ili Petro atembee juu ya maji, ule uzito ukarudi tena. Kwa hivyo unapoomba ujue kwamba unakuanga mwepesi kiasi kwamba utatembea juu ya hayo mateso, juu ya hiyo shida zako ambao zinakudhuru kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma kwenye kitabu kwenye kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 28 na 31. Lakini pia jambo lingine ambalo unafaa kulijua sana wakati ule ambapo unapoomba ni umuhimu wa moto kwenye maombi. Wana wa Israeli walikokuwa wanaenda kwenye nchi ya ahadi, maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wanaongozwa na nguzo la moto. Ndio maana maadui zao waliposikia kwamba wanapita kwenye njia yao, walikuwa wanafadhaika, wanaingiwa na wasiwasi. Kwa sababu moto ndio utakusaidia ili kupenya kwenye mbingu ya kwanza na ya pili ili kufika kwenye mbingu ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hivyo ule moto unaupata wakati ule ambapo utakuwa na Mungu, utakuwa umeokoka, utakuwa na Yesu ndani yako. Ule moto ni moto wa Roho Mtakatifu ambao unapatikana wakati ule ambapo unabatizwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo 3:11, maandiko yanasema yuko ajaye ambaye atawabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ili maombi yako yapenye kwenye anga tofauti, lazima ujue umuhimu wa moto wa Roho Mtakatifu ili maombi yako yapate kupenya. Maana shetani ako na tabia ya kuzuia maombi ya watu ambao sio hayana moto. Ndio maana utaona kwamba Meshach, Shadraka na Abednego wametupwa ndani ya moto. Ni kwa sababu wanamtegemea Mungu ambaye ni moto ulao. Ule moto wa Nebukadneza ukawa umelamba, umemezwa. Ikawa wanatembea juu ndani ya moto, lakini kwa sababu wako na moto ulao, ule moto ukaula moto wa Nebukadneza, wakatembea juu ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiwa na moto wa Roho Mtakatifu ni kwamba shetani ataachia moto ili utese maisha yako, lakini ule moto utamezwa kwa sababu utakuwa na moto. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuwa na moto wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Isaya nikimalizia 43 na mstari wa 2. Maandiko yanasema ya kwamba ujapopita katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko haya ni bayana kwamba shetani yako na moto wake, lakini ukipita katika moto wa shetani hautateketea, kwa maana Mungu wako ni moto ulao. Barikiwa sana. Hii ndio itakuwa sehemu ya mwisho. Tupatane kwenye mafundisho mengine tofauti.